sakara pakara usisenda bariwa jika nini chikule na itondo halai kile hunida halai. Binti amenikera sana huyu binti. Yani binti amekosea masharti kabisa. Amenikera sana. Yani mama nimwambia vizuri kabisa ile dawa hataki kumwambia mtu yote lakini anavunja tu masharti. Yani wateja wengine wanakera sana jamani. Mimi natumia mitishamba asili na hii dawa ina nguvu mno. Mimi mizimu inanielewa vipi sasa? Yani nikimwangalia kwenye kioo cha wachawi namuona kabisa amevunja masharti. Yani kaniharibia siku yangu kabisa huyu mama. Yani kaniharibia siku yangu kabisa. Oka vipi? Mbona kama leo hauko sawa leo mganga mwenzangu? Kuna shida yoyote? Nimekuja kutembelea. Fika kwa wakati mchawi mwenzangu. Yani mama Chacha, yani hapa nina hasira kweli yani. Kuna mama hapa ni mteja wangu amekuja, nimemtengezea dawa vizuri kabisa kwa ajili ya binti yake. Alikuwa ameshikiliwa na mizimu. Lakini sasa yule mama cha ajabu dawa nimemwelekeza vizuri kabisa ile mitishamba ni hatari. Amekwenda hotelini ninamuona kwenye kioo cha wachawi hapa. Amekwenda hotelini na muelezea yule mhudumu kwamba yule binti ataka kumwekea dawa kwenye chakula chake. Akati ni makosa kabisa, nimwambia kwenye yale masharti yangu kwamba hataki kumwambia yule mtu yoyote. Hakupaswa kumwambia mtu yoyote kwamba ile dawa inahusiana na nini. Lakini ameshavunja masharti sasa. Yani hiyo ndo shida ya wateja. Mimi mwenyewe kuna mama alikuja nimfanyaga huduma kama hiyo. Mwisho siku akavunja masharti. Mizimu ikaje kanilaumu mimi kwa kumpatia ile dawa. Dawa zetu tunajua zinakuwa ni kali sana na za asili. Yani sijajua kwa kweli. Kwa hiyo ulikuwa na mpango wa kufanya kitu gani sasa mwenzangu? Yani kwa asili alizonipa huyu mama, yani amenikela sana. Nataka nikamfuate mwenyewe huku kichawi. Nataka nikamuoneshe kwamba mimi ndio mwanamboka. Sichezewi hivi. Yani mimi haiwezekani mizimu iniamini. Namsaidia vizuri kwa ajili ya kumtatua tatizo lake, alafu yana haribu. Ngoja nikamfuate huko kichawi. Namfuata huko kwa aliko. Ole suchakalo laji posi la lolela. Inaonekana mwanamboka leo amekasirika mno jamani. Sio kwa moto huo unaoona hapa. Mama vipi? Mbona chakula kinachelewa muda mrefu sana? Kuna shida gani? Kamwana leo unaonekana una njaa kweli, lakini unaweza kuendelea kunywa juisi tu. Nimeenda kufuatia utaratibu wa chakula, nimekuta kidogo ile mkaka yupo na foleni kidogo. Kwa ameniambia nisubiri kama nusu saa chakula kitakuwa tayari. Kwa unaweza kuendelea tu kunywa juisi hapa sheni tu. Hamna shida binti yangu. Wewe naye vipi? Unataka karibu kila kitu sasa Mbona mpaka sasa hivi bado hujaandaa mambo yakawa tayari? Nikwambia hata chakula mapema. Mtu mwenyewe mpaka hata kwanza kususa chakula sasa. Fanya haraka basi. Mpango wetu sio karibika bana. Samahani kidogo madam, kuna order nilikuwa nazishughulikia lakini order yenu iko tayari kwa sasa. Nakuja hapo ndani ya muda mchache nawaletea. Samahani sana nimewachesha kidogo. Sijui nilikuwa nazitofautisha kidogo niweze kutofautisha kwako na ya kwake. Kwa hiyo ndio maana nimechelewa kidogo lakini kila kitu iko sawa. Ya kwako itakuwa mkono wa kulia, ya kwako itakuwa mkono wa kushoto, sawa? Naomba ufanye upesi kwa kweli. Muda umeshakwenda. Na ukiangalia sasa hivi binti mwenyewe sijakasusa huyu. Nitakuwa nimeharibu mpango wangu wote. Naomba ufanye haraka kwa kweli. Nakusubiria hapa. Waita, shida ni nini? Mbona amechukua muda mrefu sana kuandaa chakula jamani? Yaani hapa nimekaa nimekunywa juisi mpaka nimeanza kuchoka jamani. Njaa zinauma. Vipi? Hamjakamilisha tu jamani. Samahani sana binti. Kuna mambo tulikuwa tunaweka sawa kidogo jikoni. Sinajua order zilikuwa nyingi za wateja. Ila Kisinia restaurant ni restaurant moja bora sana kwa ajili ya kutoa huduma bora. Kwa hiyo chakula kiko tayari kwa sasa. Nawaletea baada ya muda mchache mtaendelea kula. Muondoe wasiwasi wote. Kila kitu kiko sawa. Chakula chenu kishakuwa tayari. Yani mama nilikuwa na njaa, yani na njaa ya kufa mtu yani. Nilikuwa naona huyu kaka mbona anachelewa tu kuleta chakula huyu. Lakini chakula chao ni kizuri kweli, yani Kisinia yenyewe ni kizuri. Yani ukiangalia kuku hawa chips yani ni wazuri kweli yani. Kula binti yangu kula. Yani wewe ukijisikia hujashiba niambie nikuongezee, kula. Endelea kula kula. Sawa mimi nakula. Naona mpango wangu unaenda vizuri sasa. Naona binti anakula. Mpango wangu unaenda vizuri. Ngoja hapa nimwambie nenda uani.
Ngoja nimwage nenda uani mara moja. Vipi mama, mbona wewe hauli? Umeagiza chakula lakini hauli. Nashangaa. Inabidi ule na wewe sasa. Nitakula tu binti yangu, wala usiwe na wasiwasi wowote, lakini ngoja kwanza, nataka niende uani mara moja. Nataka nikajirekebishe. Naenda uani mara moja kukojoa, narudi. Sawa? Endelea tu kula, narudi sasa hivi, sio muda mrefu. Yes. Yes. Jamani, Mungu huyu. Yaani mpango wangu unaenda vizuri kabisa jamani. Nilikuwa sitegemei. Yaani huyo binti ni bora amekuleta chakula. Yaani nashukuru sana Mungu kwa huyo binti kuleta chakula. Sasa hapa mpango wangu unaenda vizuri. Na soon huyo binti atakuwa mjamzito. Yes, atakuwa mjamzito. Yaani sitegemea, yaani sikutegemea kabisa yani. Jamani, Mungu mkubwa kweli. Jamani, soon mimi Mama Komba naenda kuwa a new grandma in town. Nitaenda kuwa bibi wa kwanza jamani. Bibi mwenye mbwembwe, yani mjukuu atakuwa mzuri huyo. Yaani nitafurahi sana mwanangu Komba akipata mtoto jamani. Yaani siamini macho yangu, yule binti amefanikiwa kula ile dawa. Angejua mpango wangu hata asingekula kile chakula. A few moments later. Sakara bakara usisenda bali waji mahuzika nini chikule na itondo halai. Kdio hunieda halai. Binti amenikera sana huyu binti. Yaani binti amekusema sharti kabisa. Amenikera sana. Yaani huyu mama nimwambia vizuri kabisa ile dawa hataki kumwambia mtu yote, lakini anavunja tu masharti. Yaani wateja wengine wanakera sana jamani. Mimi natumia mitishamba asili na hii dawa ina nguvu mno. Mimi mizimu inanielewa vipi sasa? Yaani nikimwangalia kwenye kioo cha wachawi namuona kabisa amevunja masharti. Yaani kaniharibia siku yangu kabisa huyu mama. Yaani kaniharibia siku yangu kabisa. Bwana Mboka vipi? Mbona kama leo hauko sawa leo mganga mwenzangu? Kuna shida yoyote? Nimekuja kutembelea. Ni bora umefika kwa wakati mchawi mwenzangu. Yaani mama Chacha, yaani hapa nina hasira kweli yani. Kuna mama hapa ni mteja wangu amekuja, nimemtengezea dawa vizuri kabisa kwa ajili ya binti yake. Alikuwa ameshikiliwa na mizimu. Lakini sasa yule mama cha ajabu dawa nimemwelekeza vizuri kabisa, ile mitishamba ni hatari. Amekwenda hotelini ninavyomuona kwenye kioo cha wachawi hapa. Amekwenda hotelini na muelezea yule mhudumu kwamba yule binti ataka kumwekea dawa kwenye chakula chake. Akati ni makosa kabisa, nimwambia kwenye yale masharti yangu kwamba hataki kumwambia yule mtu yoyote. Hakupaswa kumwambia mtu yoyote kwamba ile dawa inahusiana na nini. Lakini ameshavunja masharti sasa. Yaani hiyo ndo shida ya wateja. Mimi mwenyewe kuna mama alikuja nimfanyaga huduma kama hiyo. Mwisho siku akavunja masharti. Mizimu ikaje kanilaumu mimi kwa kumpatia ile dawa. Dawa zetu tunajua zinakuwa ni kali sana na za asili. Yaani sijajua kwa kweli. Kwa hiyo ulikuwa na mpango wa kufanya kitu gani sasa mwenzangu? Yaani kwa hasira alizonipa huyu mama, yaani amenikela sana. Nataka nikamfuate mwenye huku kichawi. Nataka nikamuoneshe kwamba mimi ndio Mwana Mboka. Sichezewi hivi. Yaani mimi haiwezekani mizimu iniamini. Namsaidia vizuri kwa ajili ya kumtatua tatizo lake, alafu anaharibu. Ngoja nikamfuate huko kichawi. Namfuata huko aliko. Tutaongea baadaye mama Chacha. Wacha nimfuate kwa njia ya kichawi. Inabidi nimfundishe somo huyu. Ananichukulia mimi poa sana, si ndio? Osakalibi sikilo blhole sushakalo laji posi la lolela cha. Inaonekana Mwana Mboka leo amekasirika mno jamani. Sio kwa moto huo unaoona hapa.